Ulikuwa unasikiliza Amka na Baraka One TV, ikiwa ni tarehe 22 za mwezi wa 12 2025. Majira ni saa 12 asubuhi saa za Afrika Kati, ikiwa saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Makobola, wazalendo watwanga vibaya M23 eneo za Luanga, Pemba, Kasekezi mpaka maeneo ya Makobola ya kwanza kuelekea jijini Uvira. Uvira, raia watakiwa kutokwenda kwenye maandamano ya magaidi wa M23. Uvira, mashirika mbalimbali ya wadau na mashirika ya kiraia walaani vitendo vya M23 kunyanyasa raia maeneo ya Uvira kwa kuwalazimisha kuingia kwenye maandamano siku hii ya leo tarehe 22 za mwezi wa 12 2025. Na mkumbuka operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka One TV. Na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine ambayo yanazidi kurindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na moja kwa moja tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Fizi, ndani ya kitongoji cha Makobola ambako wazalendo watwanga vibaya magaidi wa M23 eneo za Luanga, Pemba pamoja na Makobola yenyewe. Mapigano yalianza majira ya asubuhi hiyo tarehe 21 mwezi wa 12 2025 maeneo ya Kasekezi, Mnene, Pemba ambako tayari magaidi wa M23 walikuwa njiani kuingia ndani ya vijiji vya tarafa la Fizi. Utafahamu tu kwamba magaidi wa M23 walifika mpaka Makobola na hivyo kuanza kujitanua kuelekea ndani mwa tarafa la Fizi. Mapigano hayo ambayo wazalendo waliungana kwa pamoja, mzee William Amuli Kutumba, Rene Itongwa, Makanaki pamoja na wengine, yalikuwa ni mapigano ya kipekee ambayo yameshuhudiwa kuwa hayajawahi kufanyika tokea M23 watoke Bunagana mpaka kuja kufikia maeneo ya Kamanyola. Mapigano hayo yaliwapa ushindi mkubwa wazalendo kwa kufanikiwa kuweza kuwatoa magaidi wa M23 mpaka kuwafikisha pembeni mwa Luanga ambako ni njia ya kuelekea ndani ya jiji la Uvira. Kwa sasa wazalendo wanadhibiti Makobola ya kwanza kuelekea Fizi, ikiwa ni Makobola ya pili kwa kuja Uvira ni Makobola ya kwanza maeneo ya Luanga ambako kunapatikana magaidi wa M23 wakija wanakimbia baada ya kipigo chokipata kutoka kwa wazalendo. Mengi na zaidi ripoti hizi kutoka maeneo ya Makobola. Pole sana. Bene ni bo wachi video ta ole na hata na telefoni. Ta ole nto ata ya simu ya 20 simu chos. Chaye wabamuira misao bale balo nyuma. Baraia balo nyuma na hadi au matu donc bana umatu menu ejiji anga ete shida enu ejiji ya totendete ya Bangwe. Ebo bale bana bwirwa ula ni twa osoge abanyonge abange basikene ta ore bija bite bitinda nyamoto mo basikira hewa eta majoro emo shekene na baada yungwa nyunto asitoshile kilometra eta majoro abasikene ole bita byangine manga ibichoro na bita na mpaka ni muyungwa no sola nyanga nusu sikyo sola no lombo sola atabunu bwa makarga zoke mpaka lwa furaha ile bang tatuna unga kwa lumurusu kutare puse ba M23 depuis bande chichwa Bunagana nibo baba repoussé de tu vas que baba repoussé non na mastra ma repli stratégique chetu cha Uvira Kalem mais eno changa ta ole babi tumungwa leshe kumbe chongo tunaima no chafura mitandao le iungwe boba bitabire jangene na ramfore moto rusuku kila etu chafure mitandao hapana yani kimya ole mangera hapana mangaiko ole imana chafura mitandao chichi nyama chichi napika kidogo bibo batu anjike kemba Uvira tombe tunapiga bakembero nge ubale Uvira odi musango maola na Uvira olane
Holane Uvira ba M23 holane bale M23 holane musangu mwasina talo mubwela ni bobi anga utuba mtu wa M23 so yana bandu kuchobe obe machi oyenjo watu amemo nzalendo shina machi babe bana ba injube ya bimali ya serikali we parcelle ya nyako ya bimali ya serikali ma o wache bibi byochelela tu makore manga tarehe 21 nusuku leo ni tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka wa 2025. Tunaambia wandugu wote kwamba leo vita vilikuwa vikali sana katika nyanza za juu za kwa Munene, ni sekta ya Tanganyika, tarafa la Fizi. Na M23 ilitaka kuja tena kama desturi yao kuja kuchokoza moto, na ilikutana na moto mkubwa sana. Walipigwa sana na ndo mara ya kwanza kuona M23 inafanya repli strategique ya 3 villages 4 villages. Na tunataka kuambia kwamba vita vimegeuka sana. Watu ambao waliingizwa kwa nguvu kwa M23 walikuwa na imani kwamba hivi wanatoka Bunagana shafika mu territoire ya Fizi pale Makobola, yani hivi tunaenda. Wao walikuwa wanafikiria hivyo kwamba wanaenda. Lakini si kwenda kokote. Serikali ilikuwa haijasimama, haijaamua. Tunaomba tuwaambie wandugu zetu ambao wako wanatumika na M23, msiwe na imani kwamba mtaenda popote. M23 ni kikundi cha wauni ambacho hakisikii hata opinion international. Hakisikii kwa sababu hawana hata ide, hawana hata sababu moja, hawana hata organization moja. Donc ni watu tu walilogotwa, wawilingo walikuwa walevi kule, kuwekwa tu na kuongoza. Wakaachiwa, wakaona kwamba wameweza. Na wakakamata watu, Uvira walishaanza kamata tena watu kuwapeleka Rumangabo ku formation. Zile information tuko nazo. Sasa vita vinakuya. Gisi vita vinakuya, nyie wa zalendo ambao mko mle, au ni bantu au wa Kongole ambao wako pale Uvira, Bukavu, tunawategemea sana kuanza kupigana na hawa washenzi. Usidanganywe kwamba ni vita vya ukombozi, sio vita vya ukombozi. Kokote walipo mnaona mfano halisi. Wakati ule ndugu ambaye aliona vikaratasi vya ugawanyaji wa nchi yetu ambao Watusi wako navyo kwenye ofisi zao, yule ndugu anaitwa Monsieur Paluku, baada ya kuona vikaratasi ambao vinaandikwa vibaya kwa sababu ya mateso ya nchi yetu, akaona ngoja mimi niondoke kwenye huu movement. Wewe kwa akili yako, kama waliua Paluku, sasa wewe watakuacha vipi? Wewe watakuachaje? Lazima watakuua. Kumbe kabla haujakufa wewe, hii vita ugeuke. Geuka ndugu yangu, tunakuomba ugeuke, kwa sababu serikali imesimama na serikali haishindwi na kitu. Serikali inaweza kuomba nchi zote, na nchi zote ambazo wanasikilizana nazo zitakuja kumsaidia. M23 haina uwezo wa kuomba nchi hata moja ambayo itamsaidia. Tulisikia hapa dernièrement Rwanda inaanza kuomba Risi imsaidie. Risi kwanza anakatala bale ba demokrate ba français, anabakatala. Kisha wewe unakiana ba demokrate ba français, kisha unaomba Risi tena akusaidie. Atakusaidia nini wewe? Donc ni batu benye habajui siasa. Ba Rwanda habajui yake siasa. Wanajua tu kuuana, banatisha watu kama vile wako wanatisha watu Uvira kwamba muende kumaandamano, mwenye akwenda kumaandamano tutaua. Pour que tuambie opinion international kwa si hatutatoka au tunakatazwa kutoka na raia. Na raia yenyewe iliambiwa kwamba na hivi ndio maana tunatangaza kwa sasa inajiondoa katika mji wa Uvira. Ni mida ya saa 1 usiku, wakafanya maskarade kukamata BBC hao pale, wakatangaza vyao vya ujinga sana. Kwa hiyo tunakuomba ndugu, kama wewe uko kwenye AFC M23 na uliingizwa kwa nguvu, hauwapendi na unabeba silaha na mko wengi pale Wabantu, msimame mpigane nao. Msimame mpigane nao ili kurahisishia sisi kazi. Asante sana. Vita viko vizuri, Kongo imesimama na ndege zinapanda, bato ziko mumai, madrone ziko, na mtafanya hivi. Makobola deja tushafika Makobola, kutoka kwa Munene mpaka Makobola ni kipande kirefu sana, kuna kilomita na kilomita, lakini vita vizuri sana. Na kama vita ni vizuri sana, tunaomba mujiondoe katika movement huu wa AFC M23, mujirejoindre ku gouvernement, na tuna imani kwamba mtaturahisishia vita. Sisi Wabantu hatutaitika tugandamizwe na Watusi kabila ndogo.
Asante sana. Na kwa kumalizia, mkumbuke kwamba watu wote ambao walikuja na AFDL mzee Laurent Kabila waliua na wengine wote waliua. Sasa wewe watakuachaje? Lakini watusi wote bado wapo. Hakuna mtusi ambaye alifariki. Wote wapo walioanza na movement wa AFDL mpaka leo CNDP, RCD Goma wote wapo, lakini wabantu wote waliuawa. Sasa wewe jiulize, wewe ukija nao utaishi? Asante na jioni njema. Naitwa Babu Felix Mwembamba. Leo ni tarehe 21 mwezi wa 12 mwaka 2025. Victoria tanu, Kongo tanu osi. Na baada ya kusikiza taarifa hizo kutoka huko Makobola, tujielekeze jijini Uvira ambako raia watakiwa kutokwenda kwenye maandamano ambayo yameandaliwa na M23 siku ya leo tarehe 22 za mwezi wa 12 2025. Kutokana na matangazo yaliyorushwa na magaidi wa M23 wiki iliyopita ya kuwataka raia wote jijini Uvira kuweza kushuhudia maandamano ya kulazimishwa, huku wakipangwa maneno ya watakayozungumza ya kusema kwamba hawataki M23 iondoke, badala yake wanataka waendelee kubaki na M23. Hayo yametokea wakati M23 ilitangaza kujiondoa jijini Uvira na badala yake wanaonekana tena wako ndani ya mji wa Uvira, huku wakiwa wamevalia kombati za kipolisi pamoja na wengine kujigeuza kuwa kama raia wa kawaida. Maandamano hayo ambayo wamelazimisha kwa viongozi wa kata pamoja na viongozi wa nyumba 10 kwa kuambia raia ambayo hatatoka kwenye maandamano hayo basi atakiona cha mtema kuni. M23 wanatishia kuua raia siku hii ya leo endapo hawatahudhuria kwenye maandamano hayo. Raia wanahitajika kubaki majumbani kwao na wasijitokeze. Kitu hicho kitaweza kuwasaidia kuliko kwenda kwenye maandamano, maana kuna mauaji ambayo pia yanaandaliwa kufanyika na magaidi wa M23 kwa lengo la kusingizia wazalendo pamoja na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi zaidi, sikiliza ujumbe huu. Kulingana mpangilio ambao M23 wameshurutisha wa chef de quartier, wa chef d'avenue kuambia ya kwamba waandike memo ngenayo kuandamana kumonima kurompe Kasenga na Mulongwe. Mimi natoa tahadhari kubwa sana kwa raia wa Uvira na kuwajulisha kwamba hatuna Kongo ingine isipokuwa hii Kongo ambayo Mwenyezi Mungu aliwazawadia mababu zetu. Unajua M23 wameshashindwa kulingana mpangilio wa vita. M23 wameshashindwa kulingana na siasa ambazo walikuwa wanazitumia. M23 wameshashindwa kulingana na rushwa ambayo walikuwa wanaitumia. Kwa sasa wamechukua mbinu nyipya, wamechukua strategia mpya kumanipule population, kuexige population, kuonyesha kama population inawataka, na ili hali wao wako katika utumwa, na ili hali wao wanasumbua raia, na ili hali wao wanaua raia usiku kama vile mchana. M23, mimi ambao nazungumuza na wewe, jana tumeenda kufanya utafiti kama inavyokuwa kawaida, na kukaonekana wao wameshurutisha na wamelipa watu ili kubomoa ile stati ambayo inapatikana Kasenga Avenue Goma, ambayo raia wa Uvira iliwekaka kwa ajili ya kumpongeza rais wetu Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. M23 juu ya kuendelea kuizarau nchi ya Kongo, juu ya kuendelea kusabote maakoro za Doha, maakoro za Washington, walishurutisha na kulipa watu ili kubomoa ile sanamu. Mimi nawahusia raia wa Uvira na kuwapa tahadhari na kuambia wabaki manyumbani kwao, kwa sababu M23 hawatawafanya chochote. Ile ni vitisho ambayo wako wanawatishia, kuwaonyesha ya kwamba asiyekwenda kuandamana ataadhibiwa na kuuawa. Sisi kitu ambacho tuko tunajulisha raia wetu, kwa kutoona wazalendo kufika katika ile maeneo ya Uvira, wasifikiri ya kwamba wazalendo wako mbali. Hapana. Bilima yote ya Uvira imejaa wazalendo, bonde nzima ya Ruzizi imejaa wazalendo, kwa sababu taarifa ambazo natakiwa ni wape za ukweli, wajue ya kwamba vikosi vyetu viko Ndolera, vikosi vyetu viko Vilimani Sange, vikosi vyetu viko Lubarika na katika milima ya Uvira.
Na hii ni Amka na Baraka One TV ambako kunasikiza matangazo yetu kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 12 saa za Afrika Kati, 1 majira ya Afrika ya Mashariki. Rajab Wakili Kabonga, na pia unafuata matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Israel pamoja na East Africa na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini. Jide Kizenga Tembele, King Sele, the only one king from USA, Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Done Buto Tobi, Odo Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza da Litesha da Asha da Arena Kiss Kandeke, Asimu Baguma Samuel na Makafra Kusini, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, tubaki tu ndani ya jiji la Uvira ambako mashirika mbalimbali na wadau walaani vitendo vya unyanyasaji unaofanywa na magaidi wa M23. Tokea kuingia kwa M23 jijini Uvira, hali imekuwa sio ya kuridhisha, huku magaidi wa M23 wakiendeleza kufanya vitendo vya kunyanyasa raia na pia uwizi pamoja na kuua watu wasiokuwa na hatia. Haswa katika maandamano haya ambayo yameandaliwa kufanyika leo, mashirika mbalimbali ya kiraia wameweza kuandikia jamii ya kimataifa kuonyesha hali halisi jinsi inavyozidi kuwa mbaya ndani ya jiji la Uvira. Muungano wa mashirika ya kiraia ikiwemo Machozi ya Raia, ikiwemo pia shirika jipya la kiraia na mashirika mengine ya kiraia ndani ya jiji la Uvira wanalaani vikali unyanyasaji wa M23 na kuwalazimisha watu kuingia kwenye maandamano. Raia wanahitajika kutokutii kanuni za M23, badala yake wajifungie majumbani kwao kwa ajili ya usalama zaidi. Ule mkongomani yoyote anajitambua kuwa mkongomani wa Sud Kivu katika muji ya Uvira, Fizi, Mwenga, Kongo nzima, ule mwene atapima kuingia katika barabara kufanya maandamano yake ya kishenzi, atapima kuingia kufanya maandamano ya kishenzi, masikio ya mbuzi inasikiliaka mchungu, masikio ya mbuzi inasikiliaka mchungu. Ule alizaliwa na baba na mama, atie matako yake chini, atie migulu yake chini. Na ule mwene kuabudu Wanyarwanda anasema Wanyarwanda ni wajomba yake, waingie mubarabara watasikilia mule ndani. Tunasi sana M23, hatutaki makelele, muliingia kwa amani, murudi kwa amani. Hatutaki makelele, muache kusumbua watu Mukongo wala muji ya Uvira. Ule mwenetu atasubutu kuingia mubarabara, asiyefunzwa na wazazi atafunzwa na dunia. Wa vijana wanaume, wa vijana wanawake, wa mama, wa baba, na wasi sana na wale wote wene kuendelea na kushota watu pale kama vile wa informateur, yaani bote tuko nao kwenye liste. Mungu alipenda kuonjesha M23 muji ya Uvira kwa maana walilia sana, na yua waishafika, wanapie, wanafanya vimanafanya. Sasa tunawasi sana waondoke bila tatizo yote, kwa nguvu, kwa upole, waondoke kuharaka, tena bila kuzarau. Ni mimi Makanaki Kasimbiga John, please RF, ndiye napana message. Ile pusi wala ile nyama wala ule yoyote atapima kuingia mubarabara, atasikilia ndani, atapatia ndani na ataonea ndani. Asante, Mungu atubariki na Mungu alinde wakongomani yote na alete sekirite na usalama katika eneo yote ya Fizi, Mwenga, Uvira, Kongo nzima. Asante, tulale na imani ya Yesu Kristu. Ule mwene kuzarau atajisikilia peke yake. Asante.
Na huo ndio mwisho wa matangazo yetu asubuhi ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12 za jioni, ambako utasikiliza matangazo mbalimbali kutoka Baraka One TV, na mimi ni ndugu yako ambaye niko nakurushia hayo matangazo. Usikose pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na matukio mengine yote ambayo yako nazidi kulindima mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku vita ikiwa bado iko nazidi kuendelea. Kwa sasa hivi wazalendo wameweza kukaa vizuri na wanapigana wao kama wao bila kufuata tena komandima za FARDC. Kwa sasa Makobola inakaribia yote kuwa mikononi mwa wazalendo baada ya kuchukua Makobola ya pili ukiwa unaelekea Fizi, huku akiwa wanaenda Makobola ya kwanza kuingia mpaka Luanga. M23 wameonekana kwanza kukimbia wote. Kitendo hicho kinawapa sifa na pia kuwapa ushindi mkubwa wazalendo wa tarafani Fizi. Nenda kwa pamoja na sisi kwa matukio mengine kutoka hapa Baraka One TV. Bye bye.